ambayo nimepata ili tuweze kujadiliana mambo haya muhimu ambayo yako mbele yetu. Nataka niwapongeze wote kwa maandalizi mazuri na jitihada ambazo tunafanya katika wakati huu mgumu kwa nchi yetu na kwa chama chetu. Leo ni miaka 24 tangu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipotutoka. Tunamuenzi na kumkumbuka nyakati zote kwa mambo mema aliyolitendea taifa letu, kwa jitihada zake za kuhakikisha kwamba tunakuwa huru, tunakuwa taifa huru, taifa la watu ambao wanajitambua na wana make progress ndani ya uhuru. Jambo kubwa na historia inatuonesha Mwalimu Nyerere aliamini sana katika uhuru wa watu. Watu wengi wanasema kuhusu vitu. Vitu hivi hata wakoloni walifanya. Nilikuwa nasoma somewhere, hiyo barabara ya kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, wakoloni kwenye mipango yao ilikuwa kwamba kufikia mwaka 75 hiyo barabara ingekuwa imeshajengwa leni 4, upande ule ni 4 na upande ule ni 4, kwa hiyo barabara 8. Kwa ukizungumza kuhusu vitu, ina maana wakoloni tungewaacha hapa, wangefanya vizuri zaidi kuliko watawala tulionao. Ndio maana hata ukiangalia shule zilizojengwa zama za ukoloni, kama mashule ya zamani ya Kibaha, Msomateki na mashule mengine yote, ni mashule ambayo ni mazuri kuliko shule zinazojengwa sasa hivi, kwa sababu wakoloni waliangalia mbele zaidi. Kwa hiyo tungekuwa hata chini ya wakoloni, kwa hivi vitu wanavyoita maendeleo, nafikiri tungekuwa mbele zaidi kuliko tulipo sasa. Lakini watu hawakutaka kuwa chini ya wakoloni, kwa sababu wakoloni walikuwa na dharau utu wetu, ubinadamu wetu, wanaumiza watu wa Afrika na kuwafanya kama sio binadamu. Ndio maana wazee wetu wakiongozwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere waliamua kupigania uhuru wa taifa letu. Sasa leo tunajadiliana karibia miaka 65 baada ya uhuru wa nchi yetu na miaka 26 baada ya kufariki baba wa taifa. Tunajitafakari ili tuangalie, je, tumepiga hatua kwa pale ambapo tulikuwa tunataka kwenda au tumerudi nyuma? Kwa maoni yangu mimi, ukiniuliza, tunarudi nyuma kwa kasi sana. Tunaelekea kwenye utumwa na ukoloni, lakini utumwa na ukoloni ambao unafanywa na wakoloni weusi wa Afrika wenzetu, kwa sababu Mwalimu Nyerere alisema ukaburu sio rangi. Kuna hata wazungu ambao walikuwa hawaungi mkono ubaguzi. Kwa kaburu ni mtu yoyote, hata kama ni mweusi, ambaye alikuwa anaunga mkono mambo ya kikaburu, ya kubagua watu, ya kuumiza watu. Na mimi nataka kusema wakoloni hawakuwa rangi, sio rangi ya mtu ilikuwa inamdefine mkoloni, bali ni matendo yake. Sasa leo tuko hapa kama chama tunajadili utu wetu, uhai na hatima yetu na uhuru wetu.
tuko katikati ya wimbi ambalo watu wanapotezwa kabisa, kama vile wanapotezwa kuku. Hivi tunavyozungumza muda huu, kama masaa mawili yaliyopita, amechukuliwa katibu wa chama jimbo la Kyerwa, anaitwa Waziri. Jana au juzi jioni usiku alichukuliwa mwenyekiti wetu wa wilaya ya Kagera ya Bukoma mjini, Chief Karumna, na polisi wakataka kusema kwamba hawako naye. Jana watu waliomfuatilia polisi, kwa sababu kuna mtu alichukuliwa naye na huyo mtu akakutwa kituo cha polisi, polisi wakakiri kwamba wako naye, wanamfanyia mahojiano, lakini wakakamata viongozi wengine 5 wa chama chetu. Mpaka sasa wako ndani. Asubuhi hii nimezungumza na RCO, namuuliza sababu za kuwashikilia viongozi wetu. Hana. Anasema kuna task force ya kitaifa ndiyo inayohusika kuwahoji. Task force. Kwa watu wanakuwa intimidated, wanatishwa na wanaambiwa msipojiunga na CCM, anapokuja mama hapa, msipojiunga na CCM hamtaruhusiwa kuachiwa, hamtaachiwa. Kwa watu wanalazimishwa wajiunge na CCM kwa nguvu, kwa lazima, ili kuonesha kwamba mama anakubalika na watu wanamuunga mkono mama, jambo ambalo sio kweli. Mmetoa taarifa hapo ya watu ambao wamepotea kwa siku tangu tarehe 1 mpaka leo, siku 14 wamepotea watu 24, ukiongeza na Bazili ambaye amechukuliwa saizi, ambayo tunafuatiliwa amepelekwa wapi, ni watu 25. Juzi nilipokuwa nazungumza pale mahakamani nilisema, na jana mmeona, jana Israel imebadilishana mateka na Palestine. Waisraeli 20 waliokuwa hai wamerudishwa na Wapalestina 2000 kama exchange. Hiyo inakuonesha thamani ya mtu mmoja kwenye nchi nyingine ambazo zinathamini uhai wa binadamu. Watu 20, leo tunazungumza watu 24 Chadema wametekwa katika kipindi cha siku 14. Hao ni ambao tunawajua tu, ambao hatuwajui na hatujapata taarifa zao, inawezekana hata ni watu 100 au 50. Rais yuko kwenye kampeni. Israel imepigana vita miaka 2 kurescue watu 20 walioko hai, watu 20, na nchi nzima ilikuwa pale kushangilia. Imekuwa broadcasted dunia nzima, watu 20 peke yake kurudi. Sisi watu 24 katika kipindi cha wiki kadhaa, inaonekana kana kwamba sio kitu chochote, si lolote, si chochote. Watu 20. Binadamu mmoja ambaye anaweza kuzaa mtoto, huyo mtoto akawa mkubwa, nasikika jamani? Naona kama nimepotea, sijui. Unasikika boss. Asante. Binadamu mmoja anaweza kuzaliwa na mtu mmoja
akaunda kitu ambacho kinakuja kuokoa dunia nzima hii tunayoishi. Sasa leo binadamu wanapotea kama kuku. Sasa leo tunapoadhimisha siku ya Mwalimu Nyerere, kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere ambaye miaka 26 aliondoka duniani, kuna mambo mengi tunapaswa kuangalia. Mwalimu Nyerere aliyetujengea msingi wa nchi hii alituonya mambo mengi. Alituonya kuhusu kutawaliwa na madikteta. Mwalimu alisema katika moja ya hotuba zake, tukianza kunyamazia uovu, tukawa waoga, tutatawaliwa na madikteta. Hiyo ni mojawapo ya hotuba ya muhimu sana ambayo Watanzania wanapaswa kujikumbusha. Tukiwa waoga, tukinyamazia uovu, kwa sababu leo watu wanaochukuliwa ni watu wanaosema kuhusu hatima ya nchi yetu, watu wanaohoji kuhusu matumizi ya rasilimali za nchi yetu, watu wanaohoji kuhusu mienendo ya viongozi wetu, watu wanaohoji kuhusu mwelekeo na hatima ya nchi yetu, ndio wanaotekwa, ndio wanaopotea, na serikali iko mamu, iko kimya, ndio wanaofunguliwa kesi. Leo tunapozungumza leo, mwenyekiti wetu wa taifa yuko ndani. Huu ni mwezi wa 6 unaelekea wa 7, bila sababu yoyote ya kimsingi. Sisi wengine wakati wote tunaambiwa mjihadhari, 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 mnaweza kupigwa risasi, mnaweza kufanywa nini, mtapotezwa. Mimi mpaka leo nimepokea taarifa na mtu ananiambia hao watu wanapanga kunidhuru. Viongozi wetu wanaishi kama digidigi kwenye nchi hii. Sasa ndugu zangu wa Tanzania na viongozi wenzetu na wananchi kokote mnakotusikiliza, tunapojinasibu kumwenzi Mwalimu Nyerere, lazima tuzungumze na tuyasimamie yale aliyoyasimamia. Tuhoji kuhusu mambo yanayohusu nchi yetu. Tuhoji kuhusu mwenendo wa viongozi wetu. Tuwe na nchi ambayo hatutakubaliana kuwa taifa la mtu, mali ya mtu. Tusikubali kukaa kimya wakati watu wanatekwa, watu wanapotea. Tusinyamazie uovu wa fedha za umma zinapoliwa kana kwamba hazina wenyewe. Tusikubali kutawaliwa na viongozi ambao hawajatokana na kura zetu. Ndio maana Chadema tulikuja na no reforms, no election, kama namna ya wananchi kujipatia viongozi wanaotokana na kura zao. Leo tunapoadhimisha siku ya Mwalimu Nyerere, mwalimu aliyetaka kujenga institution, taasisi huru, mahakama ambayo inajitegemea, ambayo haiongozwi na muhimili wa serikali, bunge linalotokana na kura za wananchi, ambalo mbunge akienda kwenye bunge anakwenda kujadili maslahi ya wananchi waliompeleka pale. Leo tunapoona uchaguzi unabakwa, viongozi wanawekwa na mtu mmoja, rais ana uwezo wa kuweka nani awe mbunge, nani asiwe mbunge, ni mbunge gani atakwenda pale bungeni akaona maslahi ya wananchi yanakanyagwa na serikali akasimama dhidi ya serikali, kwa sababu huyo mbunge amepelekwa na serikali, amepelekwa na rais.
Tunapoona mahakama ambazo zinaweza majaji wanateuliwa na rais, tena wengine wanateuliwa kwa njia ambazo zina maswali mengi. Hao majaji wenye maswali na makandokando ya kutosha wanawezaje kusimamia ukweli na haki katika mazingira ambayo wananchi watakuwa wanaonewa? Ndio maana leo tunakuja hapa tunapoadhimisha siku ya Mwalimu Nyerere. Tunapaswa sisi wote kama Watanzania kuitumia siku hii kuunganisha nguvu zaidi kuelekea kubadilisha maslahi ya nchi hii na kuirudisha nchi mikononi mwetu. Sisi kama chama tunapitia matatizo makubwa sana. Kwa nini? Sio kwa sababu sisi ni watu wabaya. Ni kwa sababu sisi tumeamua kusimama na upande wa ukweli, upande unaotaka haki itendeke, upande unaotaka tume huru ya uchaguzi, upande unaotaka rasilimali za nchi yetu zisitumiwe katika mazingira ambayo hayaeleweki, zisitumike kama mali za mtu binafsi, upande unaopinga rushwa, upande unaotaka watu wote wapate maji, wapate barabara, wapate umeme, vitu ambavyo ndivyo vilivyotusababisha Mwalimu akajenga taifa la aina hii, taifa la watu ambao wanasikilizana kwa lugha moja, wanaelewana, wanatokana na wananchi, watu ambao unapokuwa kiongozi uwe na miko. Leo hakuna miko ya uongozi. Watu wanaopata uongozi ni watu ambao taswira zao kwenye jamii ni watu wenye tuhuma mbaya, tuhuma za utekaji, tuhuma za wizi, tuhuma za ufisadi, tuhuma za uharibifu wa mali za umma. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, siku ya leo ni siku muhimu katika taifa letu, ni siku ambayo tunakumbuka na tujirudi na tujikumbushe kwamba taifa letu limetoka kwenye msingi na mwelekeo ambao ulijengwa na baba wa taifa kuelekea. Kwa ni wajibu wetu sasa sisi kama vijana tulirudishe taifa hili katika misingi ambayo Mwalimu alitaka lielekee. Leo tunakutana na vijana wengi wanazungumza kuhusu ukosefu wa ajira. Mathalan, ukosefu wa ajira. Na viongozi wengi wa serikali wamekosa majibu kuhusu ukosefu wa ajira wa vijana wa nchi hii. Jibu rahisi tu, wanakuambia kwamba hata Marekani kuna shida ya ajira. Ukiwaambia wanakuambia hilo tatizo hata sehemu fulani lipo. Kwa kama kuna shida ya ajira Marekani, na sisi tukae kwenye shida ya ajira hata kama hatupaswi kuwa kwenye shida ya ajira. Hayo ni majibu ya watu ambao hawana uwezo wala uelewa wa nini wafanye kwenye mamlaka ya nchi hii. Leo ukiangalia 40% ya bajeti ya nchi hii, 40% inaishia kwenye ufisadi na rushwa. Ukiangalia ajira ambazo tunaweza kurekebisha, mathalan tunapoweza kufufua kilimo chetu, au tunapoweza kusimamia zao moja tu la pamba ambalo tunafufua jineri alizozitengeneza Mwalimu, tukatengeneza nyuzi kwenye jineri zetu, jineri zetu zikapeleka hizo nyuzi kwenye viwanda vya vitambaa, tukatengeneza nguo, tuna uwezo wa kuwa na soko. Nchi kama Bangladesh, watu karibia milioni 40 na kitu wameajiriwa kwenye textile industry, kwenye ushonaji wa nguo na viwanda vya nguo, na majority yao wakiwa wanawake. Sasa unapozungumzia watu milioni 40 wanaokula kwenye chain inayotokana na textile industry, unazungumzia karibia 80% ya Watanzania. Leo tangu uhuru mpaka leo, serikali ya CCM imeajiri watu chini ya 520,000 tu. Yaani ni chini ya 1% ya population ya watu tulionao, ya idadi ya watu tulionao. Uhuru mpaka leo watu walioajiriwa ni chini ya 1%.
Sasa kama tumechukua miaka 60 na tuna wafanyakazi 500,000 na kitu, ili tufikishe wafanyakazi 1,000,000 tunahitaji miaka 60 mingine chini ya utaratibu kama huu. Sisi tuko 1,060,000, watu walioajiriwa 500,000 hawafiki hata 1%. Ardhi yetu ipo, madini yetu yapo, kilimo tunaagiza sukari, tunaagiza ngano, tunaagiza mafuta ya kura, tunaagiza mchere kutoka Pakistani, lakini sisi tuna maji ya kuweza kulima kwenye mabwawa, kwenye mabonde, na tukazalisha mchere tukauza huko duniani. Kwa tatizo la ajira ni tatizo la kutengeneza. Ukiangalia tatizo la miundombinu ambayo leo rais anazunguka anasema anajenga SGR, nitajenga SGR. Kwa hiyo ni hoja. Hiyo reli ya kati ambayo ilijengwa na Mjerumani miaka 1900 na kitu, kwa 1800 na kitu, ilikuwa ndio standard gauge railway ya kipindi kile. Kwa ukituambia reli, hata mkoloni alijenga reli ya kati, akajenga reli ya northern part of Tanzania ambayo inatoka Tanga mpaka Moshi mpaka nani. Mkoloni alijenga hata reli ya Tazara ambayo tulijenga na Wachina ni ya miaka ya nyuma kiasi hicho, na ndio ilikuwa standard gauge railway ya kipindi kile. Kwa unapokuja kuzungumzia vitu hivi, uelewe kwamba hapo unapozungumzia ni kipindi ambacho mmetuchelewesha sana kwa sababu ya mawazo yenu finyu ya kutokuelewa namna ya kusimamia rasilimali na utajiri wa nchi hii. Kwa umaskini wetu ni wa kutengeneza. Uhuru wetu umepokwa na watu ambao wanatutengenezea umaskini. Juzi nilikuwa namsikia mtu mmoja anazungumza kwamba watu wamepewa cheo kinaitwa kaya maskini. Unakiangalia kisiwa kama cha Zanzibar. Zanzibar ina watu chini ya 1,000,000, na ukiangalia Dubai ina watu 3,000,000. Hakuna mtu hata mmoja ambaye amezaliwa Dubai ni maskini. Lakini hapo Zanzibar kuna watu maskini. Zanzibar ambayo ilipaswa kuwa na watu wenye utajiri mkubwa kuliko Dubai hata mara 3, kwa sababu ya nature ya Zanzibar yenyewe ilivyo. Utalii, uvuvi, maji, karafuu. Kama wameshindwa kuitransform Zanzibar peke yake, hata barabara hazipitiki. Umaskini huko Zanzibar wa kutisha. Fikiria nchi kubwa kama ya kwetu hii yote combine wataifanyaje? Nchi kama Zanzibar ilipaswa kwa kweli isiwe na maskini hata mmoja. Hata ukiiga modo ya watu wa Dubai walichofanya, Zanzibar ilipaswa kuwa hub ya biashara, kwa sababu ni sehemu ya biashara kubwa sana tangu zama na zama kabla hata Dubai haijaanza kuwa hub ya biashara. Lakini iko pale. Angalia bandari yetu kutoka Mtwara mpaka Tanga. Angalia shughuli zinazofanyika kwenye hiyo bandari. Angalia na maisha ya watu wanaoishi ukanda wa pwani. Angalia kilimo chetu, tija yake. Kwa ndugu zangu, leo tunapoadhimisha siku ya Mwalimu Nyerere, siku ya kumbukumbu ya baba wa taifa, tunaadhimisha katika wakati ambao tuna majonzi makubwa na masikitiko makubwa. Lakini hakuna kukata tamaa, kwa sababu tuko kwenye mwelekeo sahihi, na muda si mrefu tutaliclaim nchi yetu. Tutashinda na tutaitoa nchi yetu kwenye mikono ya wakoloni, ambao Mwalimu alifukuza wakoloni wazungu, wakaingia wakoloni weusi ambao wengi walikuwa nao, lakini hakujua kama ni watu wabaya namna hii. Nimalizie kwa kusema wazungu wana msemo wao unasema, when the going get tough, the tough get going. Kuna sisi tuelewe, our going is tough, na watu tutakao fuzu na kushinda ni wale watu ambao tutakuwa tough. Hatutaogopa mtu, hatutakata tamaa, hatutarudi nyuma, aruta continue. Wanachadema wote nchi nzima, tumieni nafasi hii kulindana, chukueni tahadhari kubwa, msikubali kupigiwa simu na watu msiowajua na mkasogea.
mtembee kwa makundi, na tunawasihi Watanzania wote mtusaidie kulinda viongozi wetu, mwasaidie viongozi wetu wasichukuliwe kama kuku, kwa sababu hawa watu wema ambao wamejitolea kuwa viongozi wa chama chetu, wanaotoa sauti kwa ajili ya sisi wa Tanzania, tusikubali wakapotezwa. Watu wema watakapoendelea kupotezwa wakakata tamaa, hali ya nchi yetu itakuwa mbaya sana. Watanzania, ni wajibu wetu kuwalinda watu wema wote ili wasichukuliwe na watu wadhalimu. Sisi Watanzania wema ni wengi kuliko watu wadhalimu. Asanteni sana.